Kutoka 33 mstari wa 11 anasema Bwana Mungu akasema na Musa uso kwa uso. Kutoka 33:11. Ukisoma hapa unaweza kufikiri kwamba Mungu alikaa hapa na Musa akakaa hapa wakawa wanazungumza. Hii nayo ni lugha ya Biblia. Bwana Mungu akasema na Musa uso kwa nini? Kwa uso. Haimaanishi kwamba Mungu ni mwanadamu ambaye kuwa anaonekana na Musa wakati anazungumza naye. Kutoka 33 mstari wa 18 hadi 22, Musa anamsihi Mungu amuonyeshe sehemu ya utukufu wa Mungu. Mungu anamwambia Musa, huwezi kuona uso wangu ukaishi. Hakuna mwanadamu aliyeona uso wangu afu akafanyaje? Akaishi. Bwana Yesu asifiwe. Hata ule utukufu aliona kupitia mpenyo wa mwamba hakuwa Mungu, maana Mungu ni roho. Katika Agano la Kale kulikuwa kuna huduma zinaitwa ni huduma za malaika. Mungu alipotaka kusema na watu wake alikuwa anawatumia malaika wake. Malaika wa Bwana wakamtokea, wakampa taarifa, wakafanya ABCD. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaya sura ya 6, Isaya sura ya 6 mstari wa 2 na 3 anasema, na sehemu nyingine malaika wa Mungu maserafi wanaficha uso zao wasimwangalie Mungu. Maserafi, makerubi na malaika wengine muda wote wanapomkaribia katika uwepo wa Mungu huaga wanafanyaje? Wanatumia mbawa zao kufunika sura zao wasiweze kumwangalia Mungu uso kwa uso. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu utukufu wa Mungu hauwezi ukaonekana aidha na malaika au na wanadamu. Kutoka sura ya 3 mstari wa 1 na 6 tunasoma story ya kichaka kisichoteketea kwa moto kikawa kinaongea na Musa. Sauti ikasikika katika kile kichaka, inamtuma Musa kwa habari ya kwenda kuokoa wana wa Israeli. Lakini Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 30 hadi 32, Daktari Luka anakuja kuandika kwamba yule aliyekuwa anaongea na Musa katika kichaka kisichoteketea na moto katika Kutoka sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 6 alikuwa ni malaika wa Bwana. Huduma ya kimalaika katika Agano la Kale ndio walikutana nao yakina Musa na watu wengine. Kwa hiyo wengi walitokewa na malaika wakadhani kwamba wametokewa na Mungu, kumbe ni malaika, ni wajumbe wa Mungu. Mfano mwingine kwenye Mwanzo sura ya 32, Mwanzo 32 mstari wa 24 hadi wa 30 tunasoma kwamba Yakobo anapigana na malaika wa Mungu mpaka mapambazuko. Mstari wa 30, Yakobo akasema, nimemwona Mungu uso kwa uso, roho yangu ikasalimika. Yakobo yule malaika wa Bwana, kwa kuwa alikuwa na utukufu, malaika wa Mungu hawana hii miili ya kuharibika ya kibinadamu, kwa kuwa na mwili wa kiutukufu, akadhani kwamba alikuwa anapigana ametokewa na Mungu, kumbe alikuwa ametokewa na malaika wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nabii Hosea kwenye Hosea sura ya 12 mstari wa 3 na 4 anakuja kuthibitisha kwamba yule ambaye alikuwa anapigana na Yakobo kwenye Mwanzo 32 mstari wa 24 hadi 30 kwamba Yakobo alipambana na malaika akashinda. Hosea sura ya 12 mstari wa 3 na 4. Waebrania sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 3 amesema, Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri na kwa uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Zamani za kale, Agano la Kale, Mungu alikuwa anatumia namna nyingi na njia nyingi ya kusema na watumishi wake. Lakini katika Agano Jipya Mungu anazungumza na sisi
kupitia mwanaye Yesu Kristo, kupitia Roho wa Kristo aliyefanya makao ndani yangu mimi na ndani yako wewe unayemwamini Yesu Kristo. Ijapokuwa huduma ya malaika bado inaendelea pamoja na watakatifu. Waebrania sura ya 1 andika mstari wa 14, anasema malaika wa Mungu ni viumbe vya roho, vinatuhudumia sisi tulio watakatifu na warithi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.